بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إلى جنات النعيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلالة في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوعنا اليوم يتمحور إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع. Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile na kumtakia swala na salamu kipenzi chetu mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, ninakuhusieni pia vile vile na kuhusia nafsi yangu katika swala muhimu na adhimu, swala la kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ama maudhuu au anwani ya khutba yetu ya leo ni kama ifuatavyo: ahamiyatu hifdhi al-amni wal-istiqrar fi al-mujtama, umuhimu wa kutunza amani na utulivu katika jamii tunazoishi. الكل منا يدرك تماما على أهمية حفظ الأمن والسلام. Waislamu, kila mmoja kati yetu, mimi na wewe na mwingine, hakuna asiyeelewa umuhimu wa amani. Ima amani yako wewe binafsi, au amani ndani ya familia yako, au amani katika sekta ya shughuli zako, biashara zako, ofisini kwako na mahala popote ambapo pana kuhusu wewe. Unahitajia amani ili uweze kufanya shughuli zako kwa salama na amani, uweze kufanya biashara zako, katika kutafuta riziki zako utafute kwa hali ya utulivu na furaha. Unahitajia amani. Lakini tunahitajia amani katika taifa letu. Tunaona na tunashuhudia mataifa mangapi leo yaliyokosa amani na utulivu, namna utafutaji wa riziki zao ulivyokuwa mgumu, hauendi vile inavyotakikana.
namna ya biashara zao zilivyoharibika, namna ya mahusiano yao ya kidola, usafiri wa ndege, viwanja vya ndege, hata wale wageni waliowekeza ndani ya mataifa hayo, imefika mahala wamerejea katika mataifa yao kwa sababu ya kukosekana amani na utulivu. Lakini nisikwambie hata wale wanafunzi ambao wapo katika sehemu hiyo iliyokosa amani kutoka mataifa tofauti, wapo kwa ajili ya kusoma, wanakatiza masomo yao baada ya kuwa sasa amani imetoweka. Tusidanganyane tukaona kwamba au tukalewa na amani na utulivu uliopo katika taifa letu, tukavimbiwa sasa, tukataka na sisi tuige tufe, tuingie katika kuharibu amani yetu ndani ya taifa letu kwa ajili tu ya watu au maslahi ya watu wachache, ambapo leo watakapoisababisha kutoweka amani na utulivu, tayari wana sehemu zao za kwenda kupumzika na kuishi. Tutahadharini, anasema msemaji wa adhamun nari min mustasghari sharari, moto mkubwa siku zote unasababishwa na cheche ndogo. Inaweza ikaunguza shamba la hekari 10,000, inaweza ikaunguza majumba makubwa ya kifahari. Waswahili wana maneno, wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Watu wa sheria wanasema alwikaya khairu min alilaj, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo kinga yetu kama Watanzania, tutahadhari na hivi vijikundi na waropokaji wasema ovyo wa Tanzania wenzetu, lakini wanaishi nje ya Tanzania, iwe ni Ulaya au Marekani. Kitakaponuka hapa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zitakazoumia na kuathirika ni familia zetu, sisi wenyewe, shughuli zetu, biashara zetu, na hata riziki zetu zitakuwa zimeharibika. Na ndipo tutatoka nje ya mfumo wa kuishi kama binadamu, tutaingia katika mfumo wa kuishi kama wanyama, na wanyama wenyewe sio wanyama wafugwao nyumbani, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Tutaishi kama wanyama waishio msituni, digidigi, paa, aruzi, wakiona simba wala mhogo. Tutahadharini ndugu zetu Waislamu, tuhakikishe tunaliombea taifa letu, na hasa katika kipindi hiki kigumu cha kuelekea katika uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu, madiwani, wabunge na hata rais. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika hili, tuwapate wale viongozi ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe amekwisha wachagua. Sisi kwetu sisi iwe ni msukumo tu, kama Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anavyosema, Mwenyezi Mungu akimpenda mja ananadi malaika, anawaita malaika, anawaambia mimi nimempenda fulani ardhini, mpendeni huyo. Malaika nao wanasema tumekuitikia Mwenyezi Mungu, na wao wanashuka ardhini kuja kutusemesha Mwenyezi Mungu amempenda mtu fulani. Basi tunajazwa sisi upendo, mahaba kumpenda mtu yule. Na ndio maana unapokuta katika kinyang'anyiro yule kiongozi yeyote anayechaguliwa, basi uchaguzi wake umeanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ushahidi wa maneno haya ya Mtume Muhammadin
sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwa kumalizia hotuba yangu, amani ni kitu muhimu sana. Amani ni jambo bora kuliko hata kutafutaji wa riziki. Bila ya amani huwezi kutafuta riziki. Amani, swala la amani na utulivu, tunaona limetangulizwa umuhimu wake katika aya nyingi katika Qur'an, lakini nitaisoma aya moja ambayo inapatikana katika suratul Baqara, aya nambari 126. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina. Kumbuka ewe aliposema Nabii Ibrahimu kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu. Dua ya kwanza aliomba amani. Mwenyezi Mungu, jalia mji huu wa Maka na Madina yake na viunga vyake, jalia amani kwanza na utulivu. Kisha Nabii Ibrahimu baada ya kuomba amani na utulivu akaomba swala la riziki, akasema warzuq ahlahu min athamarat, wape riziki watu wa mji huu, riziki ya vyakula, matunda wa haluma jarra, lakini man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wale watakaomwamini miongoni mwao Mwenyezi Mungu na wakaiamini siku ya mwisho. Na hiyo dua ya amani na utulivu iliyoombwa na baba wa imani Ibrahim alayhi salam ndiyo imeifanya nchi ya Maka au Saudi Arabia mpaka leo tunaona hali ya amani na utulivu inaendelea mpaka kesho kutwa. Ndugu zangu, amani ni amani, tuilindeni amani. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuambia katika suratul Ahzab aya nambari 72, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Hakika sisi tumevibebesha amana mbingu, ardhi na milima. Vyote hivi vimekataa kuchukua amana na vikafanya hofu, vikaogopa. Lakini wahamalaha al-insan, amana hii ya kusimamisha dini, kwa sababu katika usulu din au makasidu sharia tunaambiwa katika dini ni hifdhul watan, pia kuhifadhi, kulinda nchi, kulilinda taifa kuepukana na machafuko. Haya yote ni katika zile kulliyatu sit, makasidu sharia au usulu dini. Misingi ya dini ni kuilinda na kuihami nchi, kuwa na defense mechanism kwa ajili ya wale wahalifu wanaotaka kuondosha amani. Amani ni amana. Amana hii ilipewa mbingu, ardhi, milima, vikakatana, vikafanya hofu. Lakini maskini akabebeshwa mwanadamu, akakubali kuchukua. Mwenyezi Mungu anamlaumu binadamu huyu kwa kusema innahu kana dhaluman jahula, hakika binadamu huyu amekuwa mwingi wa dhulma, tena mjinga sana, kwa kukubali kubeba kitu asichoweza kukitunza, kwa kukubali kubeba amana asiyoweza kuitekeleza. Tuitekelezeni amana ya dini yetu, kulinda amani na utulivu katika familia zetu, kazi zetu, biashara zetu, lakini pia vile vile taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aqulu qawli hadha
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا جميعا أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، إخوة الأعزاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.